Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa moyo mkunjufu kabisa na ukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, ninakushukuru kwa kuendelea kutufuata na nitakuomba uweze kunipa muda wako mwanzo hadi mwisho. Unasema karibu. Tuanzie na hizi habari za tarafani Fizi, ambako kisha shirika la raia Force Vive tarafani Fizi kuandikia serikali ya DRC kibarua cha kuomba raia wanaokumbwa na machafuko ya kivita ndani ya baadhi ya vijiji vya sekta Tanganyika kama Tuetue na vinginevyo kuwasaidia. Ndani ya kibarua hicho, shirika hilo la raia pia limeomba kwa serikali kusaidia raia wa Minembwe wanaoteseka na ukosefu wa chakula na dawa. Katika mazungumzo na Sija Kalimas, mwenyekiti wa shirika la raia tarafani Fizi Force Vive, amesema raia wanaopatikana sehemu za Minembwe wanapitia changamoto nyingi, hasa ukosefu wa chakula, na hivyo kupelekea wanawake wengi na watoto kupatwa na ugonjwa wa utapiamlo. Huyu ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuwakumbuka raia hao. Pia tumeonesha hali ya usalama mdogo na hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika kijiji cha Minembwe. Hapo utakwenda kujua kwamba kwa sasa Minembwe inakwenda kudhibitiwa na wale waasi wa M23 AFC Tigwaneo ambao wanaendelea kuendelesha vita huko nyanja za juu, na ni tangu mwezi wa pili huu mwaka ndio ambao wameingia na wakashika mji wa Minembwe. Sasa raia inaendelea kulalama na kuteseka, haina gisi ya kuingia wala kutoka, na hakuna gisi wanaweza wakajisaidie na gisi ya kupata chakula, kwa sababu Minembwe ilikuwa inaishi na vyakula na vitu vingine ambavyo vilikuwa vikitoka Baraka na Fizi Centre vinapandishwa huko juu. Sasa kwa sasa raia wanaendelea kushakiwa kuwa ni watu ambao wanaendelea kuongea na wanamgambo wa M23 AFC Tigwaneo ngambo moja, na ngambo ingine wanamgambo wa AFC M23 wanaendelea kushakia raia kuongea na maskari wa kijeshi wa FRDC hata na wale wazalendo. Na hiyo hali ya sitomfahamu kati yao inaendelea kuleta giza na inaendelea kutuma raia wanashindwa gisi watajichukulia kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya mafamilia zao. Kwa sasa ugonjwa wa utapiamlo unaendelea kuripotiwa kwa wanawake, hata kwa watoto. Wanawake ambao wako na mimba na watoto wanaendelea kupatwa na hiyo magonjwa ya utapiamlo. Hakuna dawa, hakuna vingine vyote vile ambavyo vinaweza vikasaidia ili kuzibia yale magonjwa yasiendelee kutapanywa katika kijiji hicho cha Minembwe. Ndio kwa maana tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo iangalie gisi inaweza ikafanya ili wafanye ile ambayo tunaita wafasilite, ile ambayo tunaita couloir humanitaire. Kama kuko wa mashirika za kiutu ambazo ziko na haja ya kwenda kusaidia wakaaji, government yetu ya Kongo isaidie ile couloir humanitaire, na wale watu ambao wanashikilia silaha wasaidie hivyo hivyo mashirika za kiutu ili msaada ufike huko Minembwe. Mwisho, shirika la raia limeomba kwa pande zote zinazomiliki silaha kuheshimu haki za kibinadamu na kuheshimu mikataba inayosainiwa huko Doha na Marekani ili kutafuta amani. Tumekwenda kuomba kwa watu wote ambao wanashikilia silaha pande zote waendelee kuheshimu haki ya kibinadamu, pia waendelee kuheshimu zile mikataba ambazo wanaendelea kuzungumza huko Amerika na Doha kwa ajili ya kupata amani ya kudumu. Na huko Kamituga ni kwamba hali ya usalama yaripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kamituga pia tarafani Mwenga. Hivyo ni kutokana na vitendo vingi vya unyanyasaji na wizi wa kutumia silaha vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana. Kwa jambo hilo, shirika la raia laomba serikali kuvalia njuga kwa haraka swala hilo. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu mchumba mkulima na Fatuma. Udhibitisho wa habari hii ni wake mwananchi Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia, tena mchunguzi wa mashirika ya haki za kibinadamu BDH kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini, ambaye ameanza kwanza kukemea hali na vitendo vya ukosefu wa usalama pa Kamituga. Kamituga kwa sasa
usalama sio shwari, kwa sababu kulala na kulamuka Kamituga na amsikie asubuhi kama mtu aliingiliwa na watu wenye kumiliki silaha inakuwa rare kwa Kamituga. Kwa sasa watu hawatembee tena usiku kwa kuhofia usalama yao au wenyewe na usalama ya mali yao. Kwa sasa kwa Kamituga mtu kutembea usiku atakutana na watu wenye kumiliki silaha, ananyang'anywa masimu za mkononi, ananyang'anywa pesa na vinginevyo. Siku zilizopita kuko mtu mwenye aliingiliwa kwa kunyumba na alikuwa iko na gardinage pale ya polisi, na haikuzuia watu wenye kumiliki silaha wakuje kumshambulia kwake, kwa sababu walisikia kama alipata pesa kidogo. Kamituga kwa sasa kama uko na pesa kidogo unaanza kuishi mwenye security, kwa sababu ukikuwa na pesa kidogo ama ikisikilikana kama ulipata pesa kidogo directement unaingia muliste ya visite. Donc utajiatendre usiku watu watakuja kuvisite na kukunyang'anya pesa ambayo ulipata. Mtu ambaye alikuwa visite ni Pasteur Songa na wakaacha na uwa mke wa mtoto yake ambaye mpaka sasa hajazikwa. Wa polisi ambao walikuwa pale kugarde waliponea chupu apre pale watu tena walinyanganywa matelefoni. Hata hivyo, wakati hayo ya kijiri, mwanaharakati huyo wa haki za kibinadamu kusini mwa jimbo hili ameongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya askari jeshi wa taifa FRDC wanahusika katika kuyumbisha usalama wa raia. Wisoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena kwenye laini ya simu ya Radio Kivu kutoka Kamituga. Ya kushangaza bwana mwariri, mwingine mtu ambaye anayeuza dhahabu alikutana na watu wenye kumiliki silaha na alikuwa jeshi wetu wa taifa, ili hatutavichika na hatutaogopa kusema. Na wakaanza kupigana na ule jeshi. Mungu akamsaidia akanyang'anya jeshi silaha, na ile silaha ule mtu akakuja na ile silaha kuifikisha mbele ya mkuu wa jeshi, na ule jeshi iko mprison anafungwa. Ni vitu vimoja vya kutangaza na vya haya. Bwana mwariri, tulipokea hapa vile unajua trupe ya Burundi. Population inajiuliza trupe ya Burundi iliingia hapa inatiliwa mapembeni na vile na bakia yo peke. Pourtant tulikuwa tunawaza vile viko effectif ya mingi wataenda na installer mu makartier pour que wane nalinda usalama ya raia na mali yao, lakini wanawatia mapembeni vile na bakia vide na quelques FARDC na quelques policiers. Na unajua kama Kamituga hatuna effectif ya mingi ya nani ya polisi, inatuma wizi inakuwa mingi, uporaji inakuwa mingi, mauaji inakuwa mingi. Tunaogopa kama kita hii vita wa operateur economique wa territoire ya Mwenga na vile Kamituga wataomba. Kadiri gisi mnavyofanya analize kama vile wakteur wa mashirika ya kirahia, mnawaza nini kabisa inaweza ikawa suluhisho kulingana na hali ya insecurity kuwa nyingi katika hilo jiji la Kamituga na hata Mwenga tarafani vile vile? Suluhisho ni kuongeza effectif ya ba militaire, ba policier ou ma quartier. Donc chaque quartier ikuwamo suffisamment na ba policier na ba militaire benye banachunga raia na mali yake. Na ingine pia tungipenda Mkamituga wakuu viongozi wangeorganize bouclage kwenda na kontrole nyumba kwa nyumba, kuona kama wanaweza dénicher arme banani ba malfa.
Na mwishowe alipoulizwa juu ya jukumu lao la kuwa na hamasisha jamii kuwa na zoezi la kutaja wahalifu kwenye vyombo husika, mwanaharakati huyo ametoa mwangaza. Ile tuko tunaifanya bwana mwariri, sawa vile wanamemba wa shirika la raia tuko tunaifanya na tuko tunadenonse basi yote kwenye tunaona huko sisi tuko tunadenonse mais sirtere pamoja na batu wenye biko na security mikono yabo ndio hakuna resultat mzuri. Bwana mwariri, mu ma conseil de sécurité tulikuwa tunafanya watu wa FRDC na watu wa PNC surtout watu wa FRDC bali déclarer kama il serait mieux bazalendo batoke mujiji ya Kamituga baelekte kule front kwenye mapambano iko na warugaruga wa M20 na tukasensibilize watoto ambao waliingia mkizalendo wafate ile nani ile na walipata, lakini kicha wao kutoka ndani ya muji hiyo mambo ya wizi tena na nani inaendelea. Seke wazalendo hawapo tena mnani mjiji ya Kamituga, wanyeko mjiji ya Kamituga ni FRDC, police na trupe Burundi yenye ilikuwa kusaidia. Ni vema tuwakumbushe kuwa ni yapata sasa muda mrefu mji wa Kamituga na tarafa la Mwenga vinakumbwa na ukosefu wa usalama kwa njia mbalimbali. Huko Uvira ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa muda ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya mvutano kutokuelewana kati ya baadhi ya wazalendo waliokuwa wamezuia raia wawili wa kabila la Kinyamulenge dhidi ya askari mmoja wa FARDC mchana wa Jumatano ya wiki tunayo. Kwa Kimfariji Mashimango, mratibu wa shirika la raia kusini mwa jimbo ilipo Uvira, ameanza kutoa picha halisi ya hali ya usalama ilivyokuwa pa Uvira. L'après-midi, il y a eu des tirs de balles zilisikilika au niveau du rond-point Kamivira. Effectivement, il y a dit na quelques deux Banyamulenge qui étaient arrêtés ici. Également que par quoi incompréhension, mais plus tard quand même par qu'il y a une compréhension entre quelques wazalendo na FARDC et que les balles batu wawili par quoi acheminer directement au état-major. Voilà la situation. Donc il faut quand même préciser pour la question de tir de balles. S'explique effectivement par des Banyamulenge walikuwa mugari en train de voyager et que pour des raisons sécuritaires walikuwa arrêté si vous voulez bien par les éléments wazalendo. Plus tard éléments FARDC à intervenir. Il faut connaître kwamba certains militaires FARDC voulaient faire du mal. C'est comme ça que les wazalendo ont dit non, habita ozekana mwele maisha d'abord masase kalia. C'est comme ça que bakakuya kupata un compromis ya kuba transférer directement au niveau ya kuzone. Donc les tirs d'échange na tension ilikuwa shakuwa c'est suite à l'arrestation de ces deux Banyamulenge qui balikuwa mu voyage en train de partir Bujumbura. Mais la situation maintenant est calme, mais il faut aussi préciser que depuis juzi palikuwa pause ya nani ya barabara route numéro 5 au niveau ya Graka Kasenga, et que nous comme nouvelle civile tuna féliciter d'abord na juzi na jana balendelea kuchaka Bulimbo, et que à notre niveau les plaidoyer endelea pour quand même Uvira ipate barabara inyeko asphaltée. Depuis des années ilikuwa rêve pour la population ya Uvira, population Sud-Kivu. Mais néanmoins tuko na sensibiliser tous les wazalendo à tous les niveaux, surtout de la partie sud de la province, kukamata responsabilité za mzuri par rapport na défense ya nchi. Et que unajua que les accords ziko endelea kuwa signés, que notre niveau tuko na fa plaidoyer que les wazalendo bali résister face à l'agression, que pakuwe ni reconnaissance de leur part kaju tusikui kupoteza kitu ke wengine walipata facilement. Voilà, mais les plaidoyers continuent pour quand même. Hata hivyo walipoulizwa kwa nini uteteaji wa wazalendo umeanza kama chelewa, kwani mchakato uko karibu kingoni, Mafikiri Mashimango ametoa mwangaza. La question que nous soulevons ça, tuko nasema kwamba nous continuons avec des plaidoyers au niveau du gouvernement central, parce qu'effectivement les accords ziko nafanyika na zinafika mwisho. Mais cela n'empêche pas, tant qu'acteur de la société civile, pour appeler le gouvernement kusonger kama il y a les wazalendo walitumika pour la défense et inchi, et que mon attribution il y a avantage ou des privilèges, le gouvernement congolais a l'obligation ya kusonger directement à la place des wazalendo. Et il n'y a pas un retard, parce que les plaidoyers niko nakwambia ça on n'a pas commencé aujourd'hui, mais ma plaidoyer tulianza depuis zamani, n'a pas ça y a pas quoi retard, parce que effectivement c'est le gouvernement
à part partager avec les rebelles M23 certains avantages, comment maintenant les fils et filles de bali résister connaissent amour patriotique, wanaweza waacha et ne pas qu'on va intégrer pour les avantages et maintenant nchi inapana. Voilà, donc il faut connaître kwamba nous résistons sur ça na tunaendelea kuassister. Je vous informe que nous avons la confiance kwamba gouvernement itarevenir kwa raison kujua kama aussi il y a d'autres avantages que wazalima wanapaswa kupata na wakuwe satisfait. Na waza kama ulifata la déclaration ya FDLR, donc allez-y comprendre que il y a des choses ça y et natuwezi maliza, mais tuko na lité à ce que quand même le gouvernement revienne à la raison pour l'intérêt de défense nationale. Tumalizia habari hizi na za uko Baraka ambako shirika la maji safi Regideso mjini Baraka limeendesha shughuli za kuweka bomba 3 za umma kati ya zile 4 walizoahidi kuweka katika kata la Mwandiga ya kwanza ili kusaidia raia wa eneo hilo ambao wanaendelea kulalama kuhusu uhaba wa maji. Akiwa kwenye mic ya TV yako Bwana Christian Shandu, kiongozi wa Regideso kwa muda katika mji wa Baraka, amesema amejitahidi kuweka bomba hizo za umma ili kusaidia raia wa eneo hilo. Tulikuwa tumewaahidi watu wa Mwandiga Premier ya kwamba tutawekea bomba kwa sababu walikuwa wamelia sana ya kusema kwamba bomba bado ni ndogo kwenye kata yao. Kwa hiyo tuliwapatia ahadi ya kusema tutawaongezea na hivi tayari tumeshaweka bomba 3 huko. Ni pesa hizo ndogo ndogo ambao waabone wetu wanakuja kulipa, hiyo pesa ya faktire ndo tulitoa kidogo, tukasema basi ni lazima tuhakikishe ahadi yetu itimie. Kwa hiyo tunashukuru sana kuona waabone fulani walifika ofisini wakalipa, na tunawaomba vile waendelee kulipa ili ma project fulani ambao tunaopanga ije ikakamilika kama hivyo tumekamilisha hizo za kuweka bomba 3. Na bado hiyo ni hatua ya kwanza, hatua ya pili itafuata. Yani wameshukuru sana kabisa, kwa sababu kwa muda mchache hapa nilipokea shefu wa kata hiyo na wale ambao tuliweka hizo mabomba kwenye parcele zao, antukawa wanafikisha shukrani kubwa sana kutoka kwa hiyo population ya Mwandiga ya kwanza. Mwisho, Christian Shandu amesema kuwa kwa wakati huu maji ni machache katika mji wa Baraka kutokana na tatizo kubwa lililoko kwenye tanki kuu iliyowekwa na shirika la Usifahamu. Penzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kusubscribe, kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.